Karibu tena ndani ya EATV saa moja, bado ukiwa nami Samson Charles. Na sasa zikiwa ni habari za Afrika Mashariki. Mamlaka ya kusimamia utendaji kazi wa polisi nchini Kenya imewasimamisha kazi maafisa wawili wa polisi. Maafisa hao walinaswa katika video wakimpiga risasi mwandamanaji jijini Nairobi. Mashirika ya kiraia yameendelea kutoa wito kwa serikali kukomesha mauaji kiholela. Moja kwa moja tunakwenda kuungana na mwanahabari wetu Dennis Chisaka akiwa Nairobi pale nchini Kenya, ambaye na yeye jana alikutwa na seke la aina hiyo. Chisaka, nakushukuru sana kwa muda wako. Kwanza unaendeleaje? Tunajua jana bwana ni kama ulikiona cha mtemakuni fulani hivi kwenye maandamano. Salama sana Samson Charles. Kweli jana niliona makuu, wanasema hivyo vijana wa huko Nairobi kwamba ameona makuu. Sasa lakini leo hali imekuwa ni sawa. Kama ulivyosema, kweli maafisa wawili wa polisi ambao walionekana wazi kwenye video wakimpiga risasi kijana huyo ambaye hakuwa mwandamanaji hasa, alikuwa ni baadhi ya vijana waliokuwa wakiuza barakoa katika maandamano hayo. Unajua kwamba wakati wa maandamano, wakati mabomu ya kutoa machozi yanapolipuliwa, kunakuwa na uhitaji sana wa barakoa hizo, na baadhi ya vijana tu wanapata nafasi ya fursa ya kutafuta kipato. Kwa hiyo huyo alikuwa ni miongoni mwa wale ambao walikuwa kwenye maandamano, lakini alikuwa akiuza barakoa na akapigwa risasi na afisa huyo wa polisi. Sasa maafisa wawili hao wa polisi ambao walionekana kwenye hiyo video tayari walikamatwa jana, na kwa sasa hivi wanazuiliwa katika makao makuu ya idara ya upelelezi wakihojiwa. Kwa hiyo tayari mamlaka ya utendakazi wa polisi pamoja na huduma ya polisi wametangaza kuwafuta kazi wawili hao na kesi hiyo inapoendelea. Hizi hatua, Chisaka, ni kwa namna gani zinawaridhisha Wakenya? Nafikiri hii ndi hatua ya kwanza ambayo imechukuliwa hasa ya kufuta kazi maafisa wa polisi ambao wamepatikana wazi ama kuna dhibitisho kwamba wamekosa. Mara nyingi maafisa wa polisi wanapotekeleza mauaji kama haya, mara nyingi kesi zinajikokota mahakamani. Kumbuka kwamba mgonjwa ambaye alijeruhiwa, afisa wa polisi ambaye aliwaua ama alimuua mshukiwa wa wizi eneo la Eastleigh, hadi sasa miaka 4 imepita na bado kesi haijakamilika. Kwa hiyo Wakenya wanahisi kwamba kesi kama hizi huwa zinajikokota sana mahakamani, na wakati mwingine afisa wa polisi anapofanya jambo ama labda anapopatikana kwenye kisa kama hiki, kinachofanyika ni kwamba anaondolewa eneo hilo na kupelekwa eneo lingine. Kwa hiyo Wakenya wanahisi kwamba hii ya kumfuta kazi ama kuwafuta kazi wawili hawa mara moja baada ya kutekeleza swala hilo jana ni hatua ambayo imechukuliwa, na wanahisi kwamba labda huenda kukafanyika kitu ambacho kitaweza kuwaridhisha. Lakini kumbuka kwamba maandamano haya yanafanyika kutokana na kifo cha kijana kwa jina Albert Ojwang. Albert Ojwang aliuawa ndani ya seli ya polisi katika kituo cha polisi cha Central, na ndio sababu ya maandamano haya yote. Ni kijana ambaye alikuwa mwanablog lakini pia mwalimu ambaye alikamatwa nyumbani kwao Ijumaa karibu wiki 2 zilizopita, na kisha Jumapili kupatikana ndani ya seli akiwa ameuawa. Kwa hiyo maandamano hayo yameletwa na mauaji ya kijana huyu, lakini pia kuna wengi ambao wamepatikana kwenye hali kama hiyo, wameuawa na mili yao kutupwa, lakini pia kuna wengine